Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu ni kuwa nimebaini pia ana dalili za ujauzito. Inaonekana ana ujauzito wa chini ya wiki 3 hadi wiki 4. Ujauzito? Lakini Jennifer ni mtuhumiwa wa mauaji. Hii ina maana gani kwenye kesi yetu? Hii ina maana kuwa hali yake ya kiafya inahitaji uangalizi maalum. Dawa za malaria zinaweza kuwa si ya madhara kwa mjamzito. Hivyo lazima inabidi tumwangalie kwa umakini zaidi ili kuhakikisha usalama wa mama na mtoto tumboni. Basi nitahakikisha kuwa tunapata ushirikiano wa moja kwa moja kutoka kwa Jennifer. Lengo letu ni kumshughulikia kwa haki, lakini pia kuhakikisha haki ya sheria inatekelezwa. Afande Deusi, kama kuna kingine kitaendelea utanijulisha. Nashukuru pia kwa ushirikiano wako. Nadhani bado tupo pamoja. Afande, kwa sasa hii jambo linatatisha. Ni kweli. Wezi mimi nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Lakini kwenye hatua tuliyofia, nadhani ni muda sahihi wa kutumia mbinu yetu. Sahihi kabisa. Inabidi tufanye hivyo haraka iwezekanavyo. Uhakika. Tumia muda wako vizuri. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga. Mchicha 200, mchicha 200, wale wa mboga. Mchicha 200, wale wa mboga. Baba mtoto shingapi? Mdogo wangu mchicha 200 na kubalansia sasa 500. Karibu. Namba 500. Nilikuamini kwa moyo usio. Shoga yangu, mimi nilikuwa napita tu. Kwa hiyo ngoja niende. Saros, mimi nashukuru. Asante kwa kuja kuniona rafiki yangu. Karibu sana. Na hisi mengineyo tutaongea kwenye simu. Japokuwa na haraka leo, sijajua hata huko mtoko unaelekea wapi. Sawa. Mwenzo nawe kule kwa shemeji yako. Mchicha 200, mchicha 200. Wale wa mchicha 200. Dada mchicha. Wale wa mchicha 200, mchicha 200. Wale wa mchicha mboga. Odi. Karibu. Asante dada. Nauza msito 200, matatu 500. Karibu. Oh. Sawa, lete tuone. Moyo umechoka kuomba rehema, machozi yakauka, giza likatawala. Sasa kisasi si chaguo, ni hatima. Nzuri lakini
Sijajua kama utakuwa na change. Moyo umechagua njia isirudi nyuma. Dada Msita, nitakuwa nikikuletea kila siku au? Usijali, wewe niletee kila siku. Nimependa sana. Uzaji wako unaonekana mcheshi. Karibu, yani itakuwa kilota asubuhi unagonga geti, tunafanya biashara basi. Karibu sana. Asante. Hakika huduma yangu najua utaipenda sana. Wale siwe na shaka, nitakuwa nikikuletea kila asubuhi. Sawa, nashukuru. Karibu tena. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika, kumbe pepo wanda. Yaani mambo hayajakaa sawa, sielewi kabisa nifanyeje. Yaani hapo nimetoka kituoni. Aisee, kesi ya Jennifer ina changamoto. Yani hapa tunatakiwa tukie moyo konde kabisa. Yaani mimi shogangu sijui nifanyeje kuhusu mdogo wangu. Kusaidia basi hata mawazo. Yaani sielewi nifanye nini, sielewi nianzie wapi au niishie wapi kuhusu Jennifer. Mambo yamekuwa ni mazito mno. Yaani Martha, ndio maana niko nakuja huko kwako. Unajua usivunjike moyo haraka haraka. Usivunjike moyo haraka. Niko nakuja huko kwako ili tuangalie namna ya kufanya. Maana tungekaa tukajadiliana, labda tuangalie tunaweza tukafanyaje kiutu uzima. Au unaonaje? Maria, sielewi nifanye nini. Nimeshapeleka maombi hadi kanisani. Kesi ya Jennifer ni ngumu mno Maria. Hebu kunipa mawazo nifanyeje? Usijeri rafiki yangu. Umesikia? Ndio maana nimekwambia hivi, twende nyumbani tena tukaongee. Tukishaenda kuongea, nina imani ataisha. Tutaangalia namna ya kufanya. Hatuwezi kukubali Jennifer akakaa huko peke yake. Hapa kaendelea kuteseka. Hatuwezi kukubali. Basi ni bora ungetoa taarifa mapema, ningejiandaa kuomboleza mapema, uenda ningeyazoea majonzi nayo yapitia, ningeyazoea. Nimebaki mpweke mimi naugulia na nafsi. Shemonika, habari za hapa? Nzuri tu shemeji yangu. Habari za huko tokako? Nitokako ni salama, na kama unavyojua sikuwepo, nilikuwa nje ya nchi. Na hizi taarifa za msiba wa rafiki yangu Frankie nilizipata nikiwa huko. Sikuweza kurudi kwa wakati, nitamani nilipo msibani. Yote ni kwa sababu kule nilikuwa nimebanana busy sana na kazi za watu. Hivyo nimepata karikizo kidogo. Ngua kwanza tu nimeona nifike hapa kwanza nijue nini kilitokea. Asante sana shemu. Kiukweli kuna tukio ambalo liwakuta hao watu, na lilikuwa ni tukio ambalo la kusikitisha sana. Rafiki yako Frankie na bi mkubwa Joyce na Alex wamekufa kwa kulishwa sumu na watu wasiojulikana. Kiukweli msiba umekuwa ni mzito sana Peto, na umeleta matatizo makubwa sana katika familia yangu. Lakini ndio hivyo, tumeshawastiri, lakini kesi bado iko kituoni. Kwa hiyo niseme asante kwa ujio wako. Ni hivyo tu shemu.
Shemeji, wameishwa sumu na nani na kwa nini? Askari wanayemtuhumiwa, kuna binti mmoja anaitwa Jennifer ambaye walimkuta sehemu ya tukio, na yeye alijitambulisha kuwa ni mchumba wake na Alex. Lakini cha kustaajabisha, katika eneo la tukio watatu wote walikufa, ila yeye alibaki na hakutumia hicho chakula. Kwa hiyo hadi sasa hivi bado wako kwenye uchunguzi, bado hawajabaini ni nini ambacho kiliendelea, na binti bado anakana hajahusika kwa chochote kile, na wakati ndo walikutwa sehemu ya tukio. Kwa hiyo bado wanaendelea na utaratibu tu wa kuchunguza, na hisi upelelezi ukikaa tayari watanipa taarifa, na bado sijajua, na hicho anachosema kwamba ni kwa nini, hata mimi pia bado kinaniumiza akilini kwamba huyo mtu alikuwa na malengo gani, ni kwa nini aumize nafsi za watu wote watatu. Kwa hiyo mimi nahisi huyo binti ndo atakuwa anajua kila kitu, japokuwa bado wako kwenye upelelezi. Mimi nahisi taarifa zikitoka, uzuri umeshafika, nahisi tutasaidizana. Niseme tu nitafua bega kwa bega na wewe shemeji yangu. Na kitu kingine ni kwamba swala la kupotelewa na ndugu yangu limeniumiza sana. Kwa hiyo nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha haki ya Frank, Joyce na Alex inapatikana. Sawa shemu. Mimi nadhani kila kitu kitakaa sawa. Kikubwa tu kwa vile umeshafika, mambo mengine tutakuwa tunawasiliana. Siamini kama umeenda. Siamini kama umeondoka. Haise, sikutegemea kama tutachelewa kiasi hichi, umenikawiza. Hapana, kuna sehemu nilipita mara moja, lakini nilikuahidi sitochelewa sana. Anyway, jamani nimekumisi sana. Jamani Beni, hata mimi pia nimekumisi sana mpenzi wangu. Karibu mezani. Wow, naona mwenyewe una enjoy. Hapana Beni. Kwa sababu gani? Baby, mwenzako sina mudi kabisa leo ya kulewa. Najisikia vibaya. Kwa mimi nimekuja tu kukuona mara moja, sasa nirudi nyumbani. Nyumbani bado kuna wageni. Kwa hiyo siwezi nikalewa, na wala siwezi nikafanya hivyo. Samahani lakini maandalizi yote haya ni kwa sababu yako. Halafu tena unafika unakataa. Yaani sijaelewa unamaanisha nini? Niko sawa. Umekatwa na nini? Hapana, nipo sawa, usijali. Au nipendi? Kwa sababu maandalizi yote nimeandaa kwa sababu yako. Tuje tuwe tulewe. Halafu tena nashangaa unakataa. Vipi? Hapana, nipo sawa. Mbona kama naongea peke yangu? Hapana, tuendelee. Kwako tena, yaani siwezi nikakataa kitu chochote kutoka kwako Beni. Nakupenda. Mungu tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Sawa. Lakini nakuomba ninyi japo kidogo tusilewe sana nikasahau kurudi nyumbani. Kuhusu hilo usijali. Unajua nakupenda sana kipenzi changu. Asante. Na yaani sikutegemea kama utakataa. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika, kumbe pepo wa ndani. Ulinikumbatia kwa mikono ya ada, ukaniua taratibu bila tone la damu. Umenipa kisa
Tulia. Sumbua tu hizo. Madi, unisumbua bwana. Umelewa na hisia bwana. Acha kama umelewa, hoja ni miss. Hujani miss. Beni kunisi Beni. Halafu Beni, unajua? Mimi naweza nikaua mtu yoyote yule kwa ajili yako. Hilo nalia bigi. Unisumbua. Shazi mimi. Mtu aweza kanisumbua kwa ajili yako Beni. Na nimefurahi sana. Yaani sijui hata nikupe sifa gani. Nimefurahi sana kwa kitendo ulichokifanya. Yaani moyo wangu ndo nimeamini unanipenda kweli. Beni, leo nikaje tuenjoy. Kama mpaka asubuhi tumelala tu, mpaka asubuhi tumelala. Yaani hapa hivi. Hapa ni kwako, njoo muda wote. Mimi niliua. Hakika. Nakupenda kweli. Penda pia. Ben. Tulia nipunguze vitu. Umenipa kisasi. Ben. Niambie. Napenda. Nakupenda pia. Hapa nilipo si kwa uwezo wala akili zangu, bali ni neema yake. Kuna wakati nilichoka, nikakata tamaa kwamba sina haja ya kuishi, lakini kulingana na uwezo wako Mungu na kushukuru sana. Mungu wangu umeniheshimisha mimi chachi boy, asante Mungu wangu. Pia natoka shukrani zangu kwa timu